Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi cha Nyayo za Mnasihi, kipindi ambacho ni mwendelezo baada ya kipindi cha kwanza kutangulia. Tuliangalia namna ambavyo Frank Person na nadharia yake hasa katika saikolojia ya kazi. Leo tunaendelea na uga huo wa saikolojia ya kazi kwa kumwangalia John Holland. Lakini kabla hatujamwangalia, nikurudishe nyuma katika Biblia. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 6, mstari wa 1 hadi wa 7, utaona kuna mgogoro unaibuka baada ya kanisa kukua. Mgogoro huu unakuwa kati ya Wayahudi wanaozungumza Kiyunani pamoja na Wayahudi wanaozungumza Kiebrania. Mgogoro huu unasababishwa na Wayahudi wanaozungumza Kiebrania kuonekana wanawabinya Wayahudi wanaozungumza Kigiriki au Kiyunani. Wanawabinya kwa wajane wao kuto kupewa haki sawa katika mgawanyo wa chakula. Taarifa hizi zinawafikia mitume. Mitume wanakuja na wazo kwa kusema, hasa katika huu mstari wa 2, kwamba hawawezi kugawanya chakula huku wakihubiri neno. Ni vizuri wao wabaki katika sala, kisha wawepo watu wa kugawanya chakula. Wanatoa pendekezo wachaguliwe watu 7 ambao watafanya kazi hiyo, na watu 7 hao wenye hekima wanachaguliwa. Stefano na Filipo na wenzake wanakuwa miongoni mwa watu ambao wanawekewa mikono kuruhusiwa kufanya hiyo kazi ya kufanya mgawanyo huo wa chakula pamoja na vitu vingine. Lipo jambo la kujifunza hapa, kwamba si kila kitu mtu anaweza akakiweza. Sio vitu vyote mtu anaweza akaviweza, hata kama ni kiongozi mkubwa, hata kama yeye ni mchungaji labda. Si kila kitu kama mchungaji ndio anatakiwa akifanye. Kuna watu wanawapatia majukumu kulingana na vile ambavyo wanafaa. Sasa John Holland anaungana na kisa hicho cha Wayahudi, kisa hicho cha mitume. Anakuja na kanuni au anakuja na makundi 6 ya watu, na makundi haya anayagawanya kwa mfumo wa herufi. Herufi R, herufi I, A, S, E, C, RIASEC. Inatosha kwa John Holland kuweka mgawanyo ulio bora wa makundi haya. Kila mtu anapokuwa ameangukia, ni lazima aangukie katika makundi haya 6 ambayo yatamfanya aweze kufanya kazi yake kwa uzuri. Lakini si vibaya kwa mtu kuwa katika kundi zaidi ya moja. Kundi la kwanza ni kundi la watendaji, realistic. Hawa realistic wao wanafurahia vitu vinapokuwa vinafanyika kwa vitendo, practical. Tunawaona watu hawa katika maeneo yetu ya kazi, kwa mfano mainjinia, fundi cherehani, wajenzi na watu wanaofanana na hao, mafundi kompyuta, watengeneza, kwa maana wanaoshughulika na kompyuta kwa ujumla. Hao wanafurahia sana shughuli zao kwa vitendo. Wao wanapenda kufanya masuluhisho kwa vitendo, kufanya shughuli zao kwa kutenda kwa mikono. Sasa kundi hili linafaa sana katika jamii kuwa nalo. Utawakuta wao ni mafundi, utawakuta wao wanatengeneza
vitu mbalimbali. Wao wanatutengenezea vitu mbalimbali ambayo tunavitumia majumbani kwetu. Kundi la pili ni investigative, herufi I. Hawa ni watafiti. Hawa ni wachunguzi. Wanatafiti kujua mambo mbalimbali. Tuchukulie katika kisa nilichokwisha tangulia kukisema, mitume ambao wao walifanya utafiti kwamba itawezekanaje sisi ndio tunahubiri, tunafanya sala, pia turudi kugawanya vyakula. Wakaona kwamba kumbe wapo watu miongoni mwao wanaweza kufanya kazi hiyo. Wanaweza kufanya kazi ya kugawanya chakula. Kwa hao walichunguza, mitume walichunguza, wakaja na jibu hilo. Na raha ya hawa wachunguzi au watafiti ni pale ambapo wanakuja na namna mbalimbali za kutatua matatizo. Sifa yao kuu, hawa wanatatua matatizo. Kundi la tatu ni wabunifu. Nimekwambia RIA, artistics, wabunifu. Hawa ni watu ambao wanapenda sana kujenga picha akilini mwao. Picha ya vitu ambavyo vinaweza vikawa bora. Hawapendi kuishi na ubora wa leo, wanapenda kuwaza ubora wa kesho utakuweje. Wanapenda kuwaza kitu kiboreshwe zaidi ya kilivyo sasa. Hawa tunapata watu gani? Tunapata wanamuziki, wanafanya muziki, tunapata wachoraji, tunapata wafumaji, tunawapata watu wanaopiga picha na wanaoshabihiana na makundi yanayoshabihiana na hayo, yanayofanya hizo kazi za ubunifu, waigizaji vile vile. Lakini kundi linalofuata ambalo ni kundi la 4 ni tunawaita nimesema ni social, wasaidizi. Wasaidizi, ukisikiliza vizuri au ukisoma vizuri kisa nilichokwisha kutangulia, Filipo na Stefano wao ni mfano wa wasaidizi. Wanasimama kuwasaidia Wayahudi ambao walikuwa na mgogoro kwa ajili ya kuwagawia chakula. Tunawaona hao wanafurahi sana wanapokuwa wanasaidia wenzao. Tunaona walimu wanasimama kuwasaidia wanafunzi. Tunawaona tunaona watu mbalimbali ambao ni wanafanya kazi hiyo, kama watu ambao wanasoma sociology kwa maana ya sayansi ya jamii, na makundi yote yanayoendana na hayo. Wanapenda sana kuwasaidia wenzao. Hawapendi, wao wanajiona ni sehemu ya jamii. Wanajamii ni sehemu yao. Nafsi zao haziwezi zikaridhika bila ya kuwasaidia wengine. Lakini kundi linalofuata ni kundi la enterprises. Hawa ni washawishi, hawa ni wahamasishaji. Kwa lugha nyingine tunasema hawa ni wajasiriamali. Tunaweza kwa mfano tukakubaliana kwamba kwa duka la fulani mimi siwezi nikaenda kununua. Akasikika mwingine akisema hata mimi siwezi nikaenda kununua. Mwingine pia akasema vivyo hivyo. Lakini namna ambavyo huyu mjasiriamali atakuja na lugha nzuri ya kuzungumza na mteja, anakwenda kununua. Tutakwenda kununua wote. Hao tuliosema hatuwezi tukaenda kununua. Kwa maana lugha itakayotumika pale ni lugha ambayo ni ya kishawishi. Wanajua kutumia lugha. Tunapata watu gani? Tunapata wanasiasa, tunapata waandishi wa habari, tunapata wajasiriamali wenyewe, tunawapata maafisa masoko na watu wengine ambao tunao katika jamii zetu. Lakini kundi la mwisho ni conversion. Conversion tunasema hawa wanafurahi zaidi katika ufuataji wa kanuni na taratibu. Hapana shaka ikiwa umewahi kwenda benki, utagundua kuwa kwenye benki hata ukikosea herufi moja ya jina au ukakosea tarakimu moja tu,
utaenda kurudishiwa fomu ile uliyokuwa unaijaza ukaanze upya, kwa sababu wao wanapenda vitu viende katika mstari. Wao wanapenda kikianza hiki kifuate hiki, kikifuata hiki kinakuja hiki, baada ya hiki ni hiki. Hawapendi kuzungusha mambo. Kwa mujibu wa John Holland, yeye anaamini kuwa mtu akiwa na kazi inayoendana na kundi mojawapo la haya niliyoyasoma, au akawa anafaa katika makundi pengine mawili yanayoendana, huyu anakuwa mzuri katika kazi anayoifanya, anafurahia kazi anayoifanya, kwa sababu inakuwa inamletea kile ambacho anakipenda kutoka rohoni. Na ikitokea kwa bahati mbaya mtu amefanya kazi ambayo haendani na makundi haya, kwa mfano labda mtu ambaye ni realistic, anayefanya kazi kwa vitendo, akapatiwa kazi ya usaidizi ambayo inahitaji afanye mwingiliano na watu, inaweza ikamsumbua kwa sababu yeye hajazoea shughuli za kuingiliana na watu. Muda tu wa kusalimia anaona kama ni upotevu pengine wa muda, lakini mtu yeye amezoea ambiwe kwamba labda PC imeharibika, labda baiskeli ina shida, aanze kurekebisha, anafurahi vitu kama hivyo. Sasa ikitokea kuna kosa limefanyika katika uchaguzi wa makundi, basi ndio tunakuja kupata wafanyakazi ambao pengine hawajitoshelezi au wana dosari katika utendaji kazi wao. Mimi ni mtu mwenye darasa lake, Mwalimu Daniel Dumala. Unaweza ukawa na haja ya kupata kujua zaidi ya kuhusu makundi haya. Mawasiliano yapo katika cover, unaweza ukanitafuta tukawasiliana na tukazidi kushauriana zaidi, na hii ni kwa ajili ya ufanisi wa kazi zetu. Asante kwa kunisikiliza.